Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu na ni mwema sana. Asante kwa ajili ya kipindi hiki tena ambacho watoto wako wametupa kibali na nafasi. Tunakualika wewe Roho Mtakatifu katawale, ukae pamoja na sisi. Tunakusihi wewe Bwana ujidhihirishe mwenyewe tunaposogea mbele zako kujifunza aliyo maneno yako. Tunaomba Roho Mtakatifu tufundishe, ukaseme nasi. Umesema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lako, wewe Bwana uko katikati yao. Nasi Bwana wanao tuko mahali hapa kwa kusudi lako Mfalme. Tunaomba Mungu mkuu ukae pamoja na sisi kupitia jina lako takatifu lenye nguvu na uweza, mamlaka, nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe ambao tutautazama leo unasema ya kwamba juhudi katika Bwana ukijumlisha na maarifa unapata matokeo yaliyo sahihi. Tutaangalia ujumbe huu na kutazama kiundani zaidi kulingana na Roho Mtakatifu ambavyo atatuongoza. Kwanza tunatakiwa kuelewa na kujua ya kwamba maarifa ni muhimu sana kuwa nayo kama mwana wa Mungu. Maarifa ni muhimu sana kuwa nayo kama mtoto wa Mungu. Tunapozungumzia habari ya maarifa, tunazungumza kwa habari ya kupata elimu. Kupata elimu iliyo sahihi juu ya jambo fulani au juu ya mambo kadhaa. Sasa kama watoto wa Mungu lazima tuwe na elimu. Kwa hiyo maarifa ni elimu ambayo mtu anaipata kwa ajili ya kufahamu jambo fulani. Ukiona mtu anasema natafuta maarifa, maana yake anaenda kwenye elimu kuanza kujifunza kile kitu ambacho anatamani kukifahamu ama kukijua. Ndipo sasa akijumlisha na juhudi zake za utendaji vinamletea matokeo mazuri. Kwa nini tunajifunza habari hii? Watu wengi leo hii tumekuwa na juhudi kubwa katika kufanya mambo mengi. Tumekuwa na juhudi kubwa katika kutenda vitu kadha wa kadha. Wakati mwingine hata kumtumikia Mungu tumekuwa na juhudi sana, lakini hatuna maarifa. Hatuna maarifa. Kwa hiyo utakuta mtu anasema ninapambana sana, nina juhudi sana, lakini sioni faida au sioni matokeo. Je, katika kupambana kwako au katika juhudi ambayo uko nayo, je, ni maarifa gani ambayo umeyatafuta ambayo anaweza kuleta matokeo katika mapambano yako hayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia habari ya juhudi, tunazungumzia habari ya jitihada ambazo mtu anazitoa. Tunazungumza kwa habari ya jitihada ambayo mtu anaitoa kuhusu jambo fulani. Yale mapambano mtu anajitoa, anatoa muda wake, anatoa nguvu zake. Tunasema huyu mtu ana juhudi sana. Kwa hiyo hivi vitu viwili nikasema leo hii Roho Mtakatifu amenipa tujifunze, tuvitazame kwa namna ama moja nyingine katika shule yetu hii ya Jumapili, ambapo andiko linatoka katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, kwa maana na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Huyu ni mtume Paulo. Alifika mahali anawatazama
watu ambao anaongoza, watu ambao anakuwa pamoja nao, akiwatazama anaona kabisa hao watu wana juhudi kubwa katika Mungu, wana juhudi kubwa katika kufanya yaliyo ya Mungu, lakini cha ajabu anasema si katika maarifa. Watoto wa Mungu wanapambana kufanya vya Mungu, lakini hawana maarifa. Wana wa Mungu wanapambana kufanya vya Mungu, lakini maarifa yao ni madogo. Kwa hiyo unakuja sasa, muda mwingine wanakata tamaa na kuchoka, kwa sababu wakiangalia juhudi na mapambano ambayo wanayafanya yanatofautiana na matokeo ambayo wanayapata, yanatofautiana na matokeo ambayo wanapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanatofautiana. Akagundua Paulo ya kwamba kumbe hao watu ni kweli wana juhudi kubwa katika Bwana, wana juhudi kubwa katika kutumika, wana juhudi kubwa katika kufanya vitu kwa ajili ya Mungu, lakini hawana maarifa. Hawana maarifa. Na ndivyo hata ilivyo leo hii. Unakuta watu wengi tunatumika, tunasimama au tunafanya kazi zetu, tunafanya majukumu yetu, tunafanya vitu kadha wa kadha, lakini hatujapata elimu zaidi kuhusu vitu hivyo tunavyovifanya. Kwa hiyo tunakuja kuona matokeo ambayo tunayapata yanakuwa ni tofauti kabisa na jitihada zetu ambazo tunazitoa na juhudi zetu ambazo tunazionyesha, inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo unaweza ukawa unamtumikia Mungu kwa juhudi kubwa, matokeo juu ya utumishi wako yanakuwa ni madogo, au hauoni matokeo mazuri juu ya utumishi ambao unaufanya. Hauoni matokeo. Unaweza ukajiuliza, ni kwa nini sasa? Kwa sababu gani ninatumika, ninafanya kwa juhudi zote, kwa nguvu zote, lakini sioni matokeo au sioni matunda, sioni yale ambayo natamani niyaone? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo juhudi ukijumlisha na maarifa lazima upate matokeo. Sasa watu wengi leo hii inakuwa ni tofauti. Mwingine anakuwa na maarifa lakini hana juhudi. Maarifa anayo, ndio utakuta sasa mtaani kule kuna wasomi wana maarifa mazuri, kuna vitu vizuri wanavyo, wamevifahamu na wanavijua, lakini ukiwaleta kwenye juhudi ya kufanyia kazi vile walivyovijua, hawana. Na kitu kimoja kati ya hivi vitu viwili hawezi ukaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitolea mfano, wasomi wengi ambao wamepata elimu mtaani ni wengi sana. Wana maarifa, wengine wana diploma, wengine wana degree, wengine masters, lakini hawana cha kufanya. Na maarifa wanayo. Ni wamepata elimu, wamejifunza, wakapata maarifa, lakini hawana juhudi ya kuyafanyia kazi yale maarifa waliyopata. Kwa utakuta wanalalamika, tumesoma lakini hatuna kazi, au tumekosa cha kufanya. Sio kwamba wamekosa cha kufanya, maarifa yote aliyotafuta kwa muda wote wakose cha kufanya, hawana juhudi. Kwa utajikuta ni wengi ambao wana maarifa, lakini wanaokuja kufanikiwa ni wale ambao wametia juhudi katika maarifa ambayo wameyapata. Kwa hiyo vitu viwili vinaendana sana, juhudi jumlisha maarifa, unapata matokeo. Inaweza nikatolea mfano hata msusi. Labda msusi anaweza akawa na juhudi ya kusuka, lakini asipokuwa na maarifa juu ya mitindo mbalimbali ya ususi, huyu mtu atabaki kusuka lakini hataona matokeo ya ususi wake. Atakuwa ni tofauti na msusi ambaye ana juhudi kubwa katika kusuka,
lakini vile vile ana maarifa ya mitindo mbalimbali ya ususi ambayo itavutia wateja na wateja watafurahia kazi yake. Maana yake sasa ndio anapata matokeo. Kwa hiyo unakuja kushangaa, anapambana, anasuka, lakini haoni matokeo. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba maarifa ni muhimu sana. Kama watoto wa Mungu tuwe naye, lakini vile vile tusisahau juhudi. Yaani juhudi yako na maarifa viendane. Usiwe na maarifa halafu huna juhudi, na usiwe na juhudi halafu huna maarifa. Hakikisha unatafuta maarifa, na hayo maarifa ambayo nayo unayatumia sawasawa, au unakuwa na juhudi kuyafanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anasema, na niwaona hao watu nikiwashuhudia kwa macho yangu, wana juhudi kubwa, lakini si katika maarifa. Wanapambana sana, lakini si katika maarifa. Kwa hiyo hawaoni matokeo au hawaoni matunda ambayo walitakiwa wayaone. Hiyo ni Warumi 12 tumeisoma. Tunaendelea kusonga mbele. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 na mpaka 26, neno la Mungu linasema ya kwamba, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni moja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye; napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuja tena kwa mtume huyu Paulo, anasema ya kwamba tazama, wale washindanao katika mbio, si wote wanaoshinda. Wanaanza kushindana pamoja, lakini anayeshinda ni mtu mmoja ambaye anapokea taji, huyo mmoja. Lakini si wote watakaopokea taji, bali ni wale ambao watashinda, au mmoja yule ambaye atakuwa wa kwanza. Lakini anasema tena ya kwamba yeye anapigana hivyo hivyo, si kama mtu apigaye hewa. Maana yake anapigana kwenye viwango ambavyo vinatakiwa, lakini kwa maarifa. Kwa hiyo tunakuja kutazama kuwa watu tupo wengi tunaopambana. Kupitia andiko hilo, watu tuko wengi tunaopambana, tunaotaka matokeo. Tuko wengi sana, tuko wengi wenye juhudi, tunapambana, tuna juhudi kubwa katika kutafuta, yamkini katika kufanya vya Mungu, lakini wenye matokeo ni machache au ni mmoja kati ya kumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye matokeo ni wachache. Inaweza ikawa kwenye kazi au kwenye familia. Ni watu wengi wanaanzisha familia, lakini sio wengi wanaodumu katika familia. Ni watu wengi wanaajiriwa makazini, lakini si wote wanaokaa kazini muda wote. Ni watu wengi, ni watumishi, wanaanza kumtumikia Mungu, lakini si wote ambao wanadumu katika utumishi. Kwa sababu gani? Wanatofautiana maarifa. Mwingine ana juhudi kubwa lakini hana maarifa. Kwa juhudi yake akiona imekuwa kubwa halafu haoni matokeo, anachoka. Anasema bora niache. Hivyo hata kwenye familia. Mwingine anakaa na familia mwezi wa kwanza mwaka,
haoni mabadiliko kwenye familia, ndo anazidi kuvuruga, anasema bora niachane na hii familia, anakimbia familia, au ndoa inavurugika. Lakini walitamani, wengi waliingia kwenye familia, lakini wachache ambao wanadumu na hizo familia. Kwa sababu gani? Hawa watu wametofautiana katika maarifa. Si kwamba wote wanaodumu na familia kwamba hawana changamoto, wanazo, lakini maarifa ndio yamewasaidia namna gani ya kuendesha familia zao, namna gani ya kusimamia familia zao, namna gani ya kutatua changamoto zao. Ndio maana wanastawi, ndio maana wanasimama na wanajuhudi vile vile. Lakini hivyo kinyume chake, kuna wengine wana maarifa katika namna ya kukaa na familia. Wakati mwingine wanafundisha wengine, lakini hawana juhudi katika utendaji. Kwa hiyo kitakachofanyika, kweli maarifa yapo, lakini kama utendaji haupo, hawataona, hawa watu watalala njaa. Ni kweli maarifa nao, lakini atalala njaa kwa sababu hayuko kwenye utendaji. Wakilala njaa, familia itamshinda. Familia itamshinda. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba tunahitaji kuwa na juhudi, lakini vile vile kuwa na maarifa katika maeneo mbalimbali, ili tuweze kuona matokeo yanayotakiwa kuonekana, au ambayo tunatarajia yatupe baraka au yatupe faraja katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.